Baada ya kuondoa machafuko yote yaliyotishia ufalme wake, sasa Suleiman alikuwa ameketi imara juu ya kiti cha enzi cha baba yake Daudi. Taifa lote la Israeli lilimtazama kwa macho ya matumaini. Wengine waliona kijana mdogo asiye na uzoefu mkubwa wa vita kama ilivyokuwa kwa baba yake. Lakini wengine waliamini kwamba mkono wa Mungu ulikuwa juu yake. Muda mfupi baadaye, jambo la ajabu lilitokea. Usiku mmoja, Suleiman akaenda kutoa dhabihu huko Gibeon, mahali palipokuwa na madhabahu kubwa ya kuabudia. Alitoa sadaka nyingi sana mbele za Mungu. Usiku huo, akiwa amelala, Mungu akamtokea katika ndoto. Kisha sauti ya Mungu ikasema, "Omba chochote unachotaka nikupatie." Hebu fikiria, Mungu mwenyewe amesimama mbele yako, anakuruhusu kuomba chochote: utajiri au nguvu, maisha marefu au ushindi dhidi ya maadui. Lakini Suleiman hakuchagua vitu hivyo. Kwa unyenyekevu mkubwa akasema, "Mimi ni kijana mdogo, sijui namna ya kuongoza taifa hili kubwa. Basi nipe hekima na moyo wa kuelewa ili niweze kutofautisha mema na mabaya." Maneno hayo yakamfurahisha Mungu sana, kwa sababu Suleiman hakuomba mali wala maisha ya maadui wake. Mungu akamjibu, "Kwa kuwa umeomba hekima, nitakupa hekima ambayo haijawahi kutolewa kwa mtu mwingine yeyote kabla yako, na zaidi ya hayo nitakupa pia mali, heshima na utukufu." Asubuhi ilipofika, Suleiman akaamka, lakini moyoni mwake alijua ile haikuwa ndoto ya kawaida. Siku zikapita. Siku moja, wanawake wawili walikuja mbele ya mfalme. Walikuwa wanawake hao wanaishi nyumba moja, na kila mmoja alikuwa amebarikiwa mtoto mchanga. Lakini usiku mmoja, mtoto wa mwanamke mmoja akafa. Kwa siri, yule mwanamke alipoteza mtoto wake, akaenda kwenye chumba cha mwenzie. Kisha mtoto wake aliyekufa akamweka kwa mwenzie na akamchukua mtoto wa mwenzake ambaye alikuwa hai. Palipokucha, mabishano makubwa yakaanza. "Huyu ni mtoto wangu." Mwingine akasema, "Hapana, huyu ni wangu." Hakukuwa na shahidi, hakukuwa na ushahidi. Na sasa kesi hiyo ilisimama mbele ya mfalme Suleiman. Ukumbi ukawa kimya. Watu wakamtazama mfalme wakisubiri uamuzi wake. Ndipo Suleiman akasema kwa utulivu, "Leteni upanga." Ukumbi mzima ukashangaa. Mara askari akaleta upanga mbele ya mfalme. Suleiman akatoa amri, "Mkateni mtoto vipande viwili, kila mwanamke apewe nusu." Ghafla, mwanamke mmoja akapiga kelele kwa maumivu makali, maumivu ya mama, maumivu ambayo kamwe hawezi kushuhudia mbele ya macho yake kuona anatendewa mtoto wake. Mama yule kwa uchungu akitoa machozi huku akijikuta amepiga magoti mbele ya mfalme akasema, "Hapana, tafadhali mpe yeye mtoto, lakini msimuue." Kisha mwenzie kwa ujasiri, huku mikono yake ikiwa imeshika kiuno chake, akisema kwa ukali, "Asiwe wangu wala wako, mkateni." Ndipo Suleiman akasimama na kusema, "Mwanamke wa kwanza ndiye mama wa kweli, mpeni mtoto aliye hai." Ukumbi mzima ukabaki kimya kwa mshangao,
na habari ya hekima ya Suleiman ikaenea katika Israeli yote. Watu wakaanza kuelewa kwamba hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake. Kadri miaka ilivyopita, ufalme wa Sulemani ukaendelea kustawi. Fedha na dhahabu zikawa nyingi Yerusalemu. Wafanyabiashara kutoka mataifa mbalimbali wakaja kuona utajiri wake. Alijenga nyumba kubwa za kifalme, miji yenye nguvu na jeshi lenye heshima. Lakini kazi kubwa zaidi aliyotamani kufanya ilikuwa moja: kujenga nyumba ya Mungu. Kwa sababu baba yake Daudi alikuwa ametamani kujenga hekalu, lakini Mungu alimchagua Suleiman kuikamilisha kazi hiyo. Na hivyo maandalizi makubwa yakaanza. Mbao za mierezi zikaanza kuletwa kutoka Lebanon. Maelfu ya wafanyakazi wakaanza kazi. Mawe makubwa yakakatwa kwa ustadi mkubwa. Israeli yote ikajaa matarajio. Kwa mara ya kwanza, nyumba takatifu ya kudumu kwa ajili ya Mungu ilikuwa inaenda kujengwa. Kutoka kwa kijana aliyekuwa karibu kupoteza ufalme, sasa Sulemani alikuwa mfalme mwenye hekima kubwa kuliko wote duniani kutokea.